بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ndugu wa Islam, haya ni maelezo nimependa kueleza ili kutanabahishana na ndugu zetu Waislamu wenye imani, wenye ghera na dini yao, kabla an yafuta al-awan. Ni nasaha napenda kuitanguliza kabla muda hauja tutoka. Na nasaha yenyewe ni nasaha namna gani tutakiwa tuzifanye ndoa zetu na namna gani tuzifanya ndoa zetu. Maashara muslimin, ndugu wa Islamu, tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vingi katika sisi Waislamu tulipa umuhimu jambo la ndoa na tuliadhimisha jambo la ndoa, lakini baadhi yetu tufika hadi na sehemu ambayo kwamba tukafanya mambo ambayo kwamba yapingana na sharia au ni haramu haswa katika sharia, katika mambo ya ndoa. Ndoa ni kupatikana kufunga ile ndoa baina ya mume na mke baada ya kupitia idhini ya wazazi, baadaye kufungua akdi. Lakini ma'al asafi shadid, wingi katika kuoa hukufahamu tofauti. Kuoa si kuifakhirisha. Kuoa ni kuinasibisha na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwa wewe wafuata sunna yake. Lakini ndoa si kitu cha kujiproud wala cha fakhri wala cha kuonesha ria, kuonesha kwamba wewe unauweza, nikaha yako umeifanya kwa namna ambayo haijafanywa. La. Na kuna mambo ni muhimu yatakiwa yafanywe katika Uislamu kushinda fakhri na ufanyikana katika ndoa au gharama zinaopatikana katika ndoa. Mimi hapa nataka nigusie nukta ya kwanza. Je, ndoa ina gharama gani ambao kwamba ni ya lazima? Ni gharama ipi na ipi ambao ni lazima kwenye ndoa, lazima ipatikane? Na ni gharama gani si lazima katika ndoa na sisi ndo tumeziweka ni lazima? Ndoa gharama iliyowekwa ni mahari peke yake, ndo kitu ambacho kwamba ni lazima. Hakuna ndoa yaweza kupatikana bila ya mahari. Hakuna. Haiwezekani kufungwa ndoa bila ya kuwa mke hatopewa mahari. Yani huyo ameolewa hataki mahari, yani halazimu kupewa mahari. La, lazima apewe mahari kivyo vyote, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwambia yule sahaba, baada ya yule mwanamke alikuwa atakaolewe na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule sahaba akamwambia Rasulullah, naona kama wewe hukumpenda, ni hata mimi ni muoe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, iltamis walau khataman min hadid, tafuta hata pete ya chuma. Uchache ni pete ya chuma, si ya dhahabu wala ya fedha wala ya shaba, ya chuma. Akamwambia Rasulullah, hata hiyo pete ya chuma mimi sina. Akamwambia, wahifadhi sura gani katika Qur'ani? Baada ya kumtaia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, zawajtuha bima ma'aka min alquran, nimekuozesha mahari yake ni hiyo Qur'ani ulionayo, ukamsomeshe. Kwa hiyo mahari lazima yapatikane, hata walau qalilan, hata kitu chochote ambacho kwamba itawezekana kunufaika na kitu hicho, na yafaa kuwa ni mahari. Kwa hiyo gharama peke yake inaostahiki na inaolazimu katika ndoa ni mahari peke yake. Hakuna gharama nyingine ambayo kwamba imewekwa na sharia. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia,
wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao hali kuwa ni atiya, ni kipawa, ni haki yao. Mahari ni haki ya ule anayeolewa. Mahari si haki ya mume, mahari si haki ya babake ule anayeolewa, wala mahari si haki ya mamake ule anayeolewa, wala mahari si haki ya ule alomlea. Sengine binti amelelewa si baba wala si mama. Maana kuna mila, watu wengine ukioa kuna kiemba, wengine kuna kibobwe, wengine kuna leso, wengine kuna ng'ombe wa wazee, wengine kuna na ng'ombe wa mama. Haya yote hayamo katika sharia, na mila hii itakaipijwe marfuku, yapingana na sharia. Sharia yatuambia waatun nisaa, maksudio ya nisaa ni wale wanaoolewa, sadaqatihinna, mahari yao hali ya kuwa ni kipawa Mwenyezi Mungu amewapa. Kwa hiyo asiolewa hana haki ya kupewa. Ama haki, tukinena haki kwamba ni lazima, ama mume mwenyewe ampe bahashishi baada ya kuwa amekubaliwa na akampata mke, akamuona mke ni mke, akaona ni bahashishi awape wazee, lakini kufaradhia kwamba mahari twataka 100,000, na kilemba twataka 50,000, na kibobwe au mangea au leso au shuka sijui ya mama twataka 50,000. Hizi 52 hazimo katika sharia na ni kitu mwakitukua hakifai. Baada ya kuelewa kwamba mahari ni haki ya mke, na mahari ndio haki ambayo ndio kitu ambacho kwamba peke yake katika sharia kimewekwa ni lazima. Je, kuna kipi kingine ambacho kwamba ni cha lazima kimewekwa? Halua msikitini, biriani, holi, kombe, chai, soda, sijui nini, hizi zote ma anzalallahu biha min sultan, si lazima. Lima iko lakini si lazima. Ndio Mtume SAW akamwambia ule sahaba, au lim walau bisha, na wewe fanya lima hata kama ni mbuzi. Na Mtume SAW alifanya lima la sawiq, uwi au shurba. Kwa hiyo lima si kitu cha lazima. Lima ni kitu ambacho kwamba yataka, kama ni kama kuwapa habari, jamaa mimi yana mmeoa, wale ambao hawakuhudhuria. Lakini leo hebu tuangalie ile akdi nikahi tu, gharama za kufungia ndoa ni gharama ngapi zatolewa? Mimi napongeza ile misikiti ilonena kwenye harusi hakuna ruhusa kutolewa chakula, ni haki kupunguzia watu gharama. Tunatakiwa kila lenye kupunguza gharama lipatikane katika ndoa, kwa sababu kuna sababu hii ya msingi. Sababu ya msingi, angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomuelezea ule mwanamke ambaye kwamba yuenda kuolewa, alielezea mwanamke gani ambaye kwamba ana baraka katika kuolewa. Alitwambia, abrakun nisai inna a'zama an-nikahi baraka, wingi wa ndoa yenye baraka, aisarahu mu'na, rawahu Ahmad, ni lenye gharama chache. Usifakhirishe kwamba mimi harusi yangu nimetumia 300,000 au 600,000 au 1,000,000. Yua harusi yako haina baraka. Kila harusi ikiwa na gharama toto na gharama chache na gharama kidogo, uyue hiyo ndio a'dhamu nikahi baraka, kwa nafsi ya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sijui wewe utapata nani ya kushawiri ambao utaona maneno yake ni bora kuliko maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadaye ujidai wewe ni Muislamu. Utakaye kuoa watie akili, mtakao kuozesha tieni akili. Kila harusi mkipunguza gharama, harusi kama hiyo Mtume asema ina baraka zaidi. Una maana kila gharama zikipanda baraka yapungua. Sijui kwako wewe, baraka na gharama kipi muhimu? Ikiwa wataka baraka, punguza gharama. Ikiwa hutaki baraka, ongeza gharama. Choice ni yako. Kisha usilalamike, hawa kuandia wawane, hatuoni kufungukiwa na mambo, hawatuoni kufanikiwa, hatuona kazi zimeharibika, mwanamke hana mkorofi huyu aliyokuwa kwenye nyumba, na watu wa mke wanena mume aliyokuwa kwenye nyumba mkorofi. La, ukorofi ulipatikana wakati nyinyi wazazi mlipokuwa mwenda kufanya ndoa, mulikhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
atuambia kwamba inna a'zama nikahi baraka aisaruhu mu'na, ndoa yenye baraka zaidi, yani mume na mke ambao wataishi kwa baraka siku zote, ni wale walioana kwa gharama chache, kwa gharama ndogo. Kwa hiyo wasioana kwa gharama ndogo wajipime, waangalie, wakiona matatizo yoyote yawapatayo na upungufu wowote wapatao katika riziki, katika kubarikiwa katika wakati, kubarikiwa katika mapenzi, kubarikiwa. Mtume amesema kubarikiwa. Kubarikiwa si lazima kubarikiwa pesa. Kubarikiwa katika mapenzi, kubarikiwa katika maisha, kubarikiwa katika wakati, kubarikiwa katika uzungumzaji, kubarikiwa katika kuheshimiana, kubarikiwa katika kuthaminiana, kubarikiwa mpaka mwisho. Kwa hiyo ukiona baraka imepungua, jua ni zile gharama mulozitoa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, hii ni katika ile ndoa namna inavyofungwa. Kisha akatuambia min yumni almar'ati, ni alama ya kuwa mwanamke ana baraka. Sikiza vizuri, ni alama kuwa mwanamke ana baraka. Kwa nini Mtume amtaje mwanamke? Kwa sababu ndio astahiki gharama peke yake. Kwa sababu yeye ndio astahiki gharama, akatajwa yeye min yumnil mar'ati, ni katika alama kuwa mwanamke ana baraka. Taisiru khitbatiha, kusahilisha ile posa yake, posa iwe kwa sahali, posa iwe nyepesi. Lakini leo ile posa tu watu waambiwa, umesikia leo katika posa za kula zilotolewa, huyo mwanamke hana baraka. Si mimi sikutukani mwanamke, wala situkani famili fulani, naelezea hadithi ya Mtume, na ukiniona mimi nimetukana, samahani, hukunielewa, umenielewa makosa. Maneno ni ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hadithi yake iliyopokewa na Imam Ahmad, atuambia min yumnil mar'a, alama ni katika alama ya kuonesha mwanamke ana baraka. Alama ya kuonesha ana baraka, ana sifa gani? Ana alama gani? Alama ya kwanza, taisiru khitbatiha, kuisahilisha ile posa. Ile posa iwe sahali, asifanye nzito, asifanye mambo mingi, kila kukiwa mapesi ni bora. Ni posa sasa, nkuja jamani, ni fulani atakumua fulani, sawa, amekubaliwa, lakini kutalishwa dina hapo mezani, watu wapige na mapicha, wavalishane na pete. Alowaambia haya yote nani? Gharama hizo za kuvalishana pete, na kwamba lazima dina wae wazazi upande wa mume waonane na wazazi upande wa mke, tumekuja kumposa kijana chenu, watie dua, Mwenyezi Mungu aitakabalie, ayasahilishe palipobakia. Alama ya kwanza hiyo. Kwa hiyo alama hii ya kwanza, ukiona katika posa kulikuwa na gharama nyingi, kulikuwa na majakula mingi, ni alama mwanamke huyo hana baraka. Na kinyume cha baraka ni ukorofi, mwanamke huyo ni mkorofi, kwa mafhumi mukhalafa ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mtume atuambia mwenye gharama, mwenye wepesi katika posa ana baraka, ni maana kwamba ambaye hana wepesi katika posa ni mkorofi. Alama ya pili, wataisiru sadaqiha, na kuwa mepesi mahari yake. Na tusitizane shere na sharia kwamba ati mahari ni 50,000 lakini kuna begi, kuna na full seti ya dhahabu, kuna sijui na furniture, sijui kuna, zote hizo zahesabiwa ni katika sadaka zote. Kila mahari yakiwa machache ni alama mwanamke huyo ana baraka na wewe mwenye kumuoa. Na kila mwanamke akikuandikiza kima, uyue mwanamke huyo ni mkorofi, kwa nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha nikupe faida wewe mwanamke uwekao gharama. Moyo kwanza, kama nilivyotangulia kuelezea kwamba mahari ni yenu nyinyi muolewao, baba si haki yake wala mama. Wewe mwanamke, wewe binti, waweza kumwambia baba, mimi haki ya mtu mahari sitaki ila mswahafu, mahari sitaki ila 10,000, sitaki mahari yawe mingi, kingine chochote muate anipe mimi nitakapokuwa ni mke wake, lakini asiniwekee mahari mingi, sasa yao nikakosa baraka katika ndoa yangu. Una haki. Na wazee hawezi kukwambia kwani wewe umelelewa bure bure, si tumekusomesha mpaka umepata PhD. Ile kusomesha ni haki yao na mahari ni haki yako wewe. Hawawezi sasa kutaka kulipiza kwamba wamekulea kwa gharama nyingi nyingi, sasa lazima kutoke mahari mingi kulipa ile fidia. La. Kwa hiyo wewe mwanamke, ni wewe wajitakia ukorofi. Ukifanya mahari yako ni ghali,
Ni wewe mwanamke, Mtume akwambia huyo mwanamke huyo hana baraka, na asokuwa na baraka huwa ana ukorofi. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuoa kwa mahari mingi. Sasa pengine yeye watu walimkubali bila mahari, lakini binti zake, hakuna binti yake hata mmoja aliolewa na mahari makubwa. Harusi za watu wengine wote zilikuwa ni ghali kushinda harusi za binti za Mtume. Harusi za binti za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa rahisi zaidi. Sayyidina Ali alimpa Sayyidatuna Fatima mto umehashuha lifun, mto umetiwa hasho sisufi, ni makumbi. Binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na binti ya fulani na fatani na alani, binti ya Mtume. Kuna binti dunia hii inaweza kuwa kima chake ni binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilikuwa watu hupimwa kwa kima. Hapa hizi hadithi yatuonesha kwamba hii gharama ambayo kwamba yatakiwa na ambaye ameruhusiwa kutia gharama, atakiwa atunge, asifeke gharama kubwa, kwa sababu jambo la ndoa si jambo la kufanya uzito wa gharama. Ndoa haitakiwi kuikalifisha wala kutoa magharama makubwa makubwa. Masikitiko kwamba kuna wazee hawakubali, haswa wasokuwa na uweza wa gharama. Utamwambia mwanangu, kijana atakumwa binti yangu, utaweza kukodisha holi fulani? La haula. Alokuambia kuolewa mpaka holi nani? Kwanza tumekimbia sunna ya Mtume alotuambia a'linu hadha nikah waj'aluhu fil masajid, itangazeni hii ndoa na muifanye hii ndoa katika misikiti. Ndoa yatakiwa ifanye msikitini. Ndoa zimekuwa fungwa maholini, utafikiri sasa makafiri ufunga ndoa makanisani, na sisi ufunga ndoa maholini. Yani makafiri huya kwenye holi au kanisa, na wewe hata makafiri wengine wale wasokuwa Waislamu, wale wasokuwa Waislamu henda kanisani kuyo mahala pa ibada, hushindwa na wao. Wewe kama huna mahala pako pa ibada ukenda kufanya holi, nini utaka kuonesha umefanya holi kubwa? Holi tu umetoa 140,000. Hiyo 140,000 kama ulikwenda Coast General pale ukawalipia wagonjwa, jamanini, gharama tuzipoteza kwa mambo ambayo kwamba hayana umuhimu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia sahaba, la antamshia au la antas'a fi qada'i hajati akhika, wewe kwenda, yani wewe kumsaidia mwenzako, kumkidhia haja mwenzako mwenye haja ukamkidhia, khairan, ni bora min an tasuma nahara wa an ta'takifa wa taquma al-layla wa ta'takifa fi masjidi hadha, yashinda thawabu zake kuliko ufunge mtana na usiku mzima ufanye ibada na uketi itikafu kwenye msikiti kama huno. Kumkidhia mwendani wako tu ana haja, ni mgonjwa ataka kununua dawa ukamsaidia, ile ni bora kuliko kwenda kufunga mtana na usimame usiku ufanye ibada na uketi itikafu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa kufanya ndoa. Yeo ni wangapi upoteza senti katika ndoa? Senti zile zingewasaidia vijana wa Kiislamu kusoma, zingewasaidia Waislamu kulipia madawa, zingewasaidia wagonjwa wa Kiislamu kwenda kutibiwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotulazimisha kuwa sisi ni lazima kuikramu dhaif, akatwambia adhiyafatu 3 ayamin fama waraa dhalika fahiya sadaqa. Ugeni, kumwangalia mgeni ni lazima siku 3. Siku 3 lazima kumwandaa mgeni. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, anayemwamini Mwenyezi Mungu na Mtume amkirimu mgeni. Tumelazimishwa kumkirimu, lakini huku kumkirimu, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi iliyokuwa kwenye Bukhari kwamba nuhina bitakallufi lidhaif, nuhina bitakallufi lidhaif, tumekatazwa kujikalifisha gharama ya zaidi kwa kumfanyia mgeni. Umeambiwa mkirimu, lakini umeambiwa usijikalifishe. Kumkirimu ni lazima na kujikalifisha ni haramu. Yeo sisi huikalifisha kwa lima, huikalifisha kwa kupamba,
huikalifisha kwa kuongoa, huikalifisha sijui kwa kutoa ndani, huikalifisha kwa kiemba, huikalifisha kwa kuozesha msikitini, halua taka halua ya loza ya nini. Nani alokulazimisha? Wama ana minal mutakallifin, ana wa atqiya'u ummati bura'a'u min at-takalluf. Mtume SAW yeye na kila anayemcha Mungu hujiepusha na masala ya takalluf. Hii nikwambiao sasa hii yao, tuko mwezi wa 10, kuna vijana tayari, kuna familia tayari wameshakwenda kukopa, kwa sababu vijana zao wataoa Disemba. Wakope, wafanyie harusi, wakimaliza harusi hana raha. Akitembea akimuona ule alomkopesha, bwana vipi, au sijali mambo haya, unajua biashara zimeanguka. Alokuambia wewe ukopeshe kwa ajili ya harusi nani? Haramu. Hija umeambiwa haikulazimu usendo kaikopeshe. Kwa nini tukopeshe? Kwambia mimi sikukopesha nzangu wenyewe. Lakini utawapata na wengine hawakukopesha, lakini wakimaliza kuteza harusi wafanyikazi huwanyanyasa. Tawalipa nusu utawabakisha. Si mwajua bwana juzi tulikuwa na harusi. Alokuambia uteze harusi hiyo nani? Uteze harusi namna hiyo nani? Kulisha halua si sunna, kwambia ni sunna, si sunna. Sawa, ni mubah, yafaa. Lakini ya nini uikalifishe? Na wewe mwanamke kupamba, alokuambia kupamba ni lazima nani? Pamba, usitoe chakula chochote. Pamba hapo nyumbani, usende holi, funga boma tu. Alokuambia lazima mpaka upambe. Leo usipopamba utapata madhambi nani? Jamani, hizi zitu nani alotulazimishia? Mbona tumekuwa tunajilazimishia mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutulazimishia, tumejilazimishia sisi wenyewe, kisha tutatafuta suluhisho. Nafsi zetu wenyewe ndio zitusababishia. Kisha hizi nafsi zetu tutazishtakia nafsi zetu. Mangapi yeo mpaka yeo wameoa na wamezaa bado wadaiwa madeni ya harusi. Nasallallahu salama wa afya wasia wakafa nayo. Fahari sasa huoa, ataka kwenda kukodisha magari ya fahari, pengine akanunue kwa installment, pengine atukue na loni, atukue riba kwa ajili ya harusi. Je, harusi hiyo kweli itakuwa na baraka? Riba, yamhaqullahu riba, Mwenyezi Mungu huifuta baraka riba. Nakwambia nina dharura ya harusi. Hakuna dharura, hufai kukopesha kwa ajili ya kuoa. Hufai kutukua riba. Si dharura, ni haja uowe, lakini si dharura ikiwa huna uwezo. Mtume alinena, faman lam yastatif alayhi bisawm, man istata'a minkumul ba'ata, ana mwenye uweza wa gharama za kuoa. Huna wewe, si lazima kwako wewe. Kwa nini ukakopeshe? Kwa nini utukue loni? Madhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtangazia vita yule ambaye kwamba hula riba. Wewe ndio ukatukue riba kwa ajili ya ndoa? Ni haki? Ni sawa namna hiyo? Mungu hatozitilia ndoa kama hizo baraka kabisa. Lazima wapate misukosuko. Na wengi upata misukosuko, lakini hawataki kukubali kwamba ni ile loni walotukua. Huwezi kukhalifu sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sharia ya Bwana Mtume SAW, ila lazima upate ukumbwe na ya kukute misukosuko. Tutie akili jamanini. Na ikiwa umekuwa hakuna budi, ni kama jambo tumefaradhiwa, angalau basi tu combine. Watakao kuoa Disemba, walioko Kibokoni wote wafanye harusi siku moja, angalau zile gharama zitapungua. Badala ya harusi watu 10, badala alikuwa atoe 100,000 peke yake, huyo atatoa 10,000, huyo 10,000. Holi watu 10 pamoja, lima watu 10 pamoja. Angalau namna hiyo tupunguzeni zile gharama. Jamanini, kuna mambo ni ya muhimu zaidi. Sisi tuangalie ulawia, first priority. Harusi si first priority. Upande wa gharama, harusi haikuwekwa kigharama. Nimekwambia jambo ambalo kwamba ni lazima lipatikane katika harusi la gharama ni mahari. Na mahari yameambiwa yatakiwa yawe mapesi. Kwa nini sisi tunafanya uzito? Kwa nini sisi tunafanya thakili? Kwa nini sisi tunafanya magumu? Kuna party kabla ya harusi, na wanawake wameweka hina party. Subhanallah.
Sengine Mungu hutaka kumlani na kumdhalilisha mwanadamu kwa kumsaliti shetani akamzulia mambo haya na haya. Na wazee atanifanya hii vijana ndio siku hizi. Hakuna tutafanya hii. Hili hatulitaki. Sharia ni hii. Wataka haya, hutaki una ndia zako utaka kufanya, nenda mwenyewe ukafanye. Mwambia kijana ni hoyo hoyo moya, ngatu mfurahisha, sipomfurahisha yeye nitamfurahisha nani? Basi atakuwa hili. La. Mimi nitakufurahisha mwanangu kwa kununulia dhahabu. Mimi nitakufurahisha mwanangu kwa kununulia fedha. Mimi nitakufurahisha mwanangu kwa kununulia nyumba. Kuna watu mahala pa kuketi hayayua, lakini ufanya harusi ya 2,000,000, si angekuwa amenunua nyumba? Au 200,000, si angekodisha nyumba miaka 2 hiyo? Wenye kuoa hawana akili, na sisi wa wazazi wenye kuwasimamia pia tumekuwa kama wao, hatuna akili. Watakalo wao sawa, makosa. Na nyinyi matajiri, wasikitikieni maskini. Nene amin nazo, swende kumuomba mtu wala situkui benki. Hata wewe ulo nazo. Kwani kuna mangapi wewe ulo nazo umeambiwa utowe, ufanye, uwasaidie? Basi sasa hata siku moja jamanini, haya si lazima, si muhimu. Si muhimu gharama katika ndoa. Kuna mayatima wataka kulipiwa karo. Kuna wajane hawana waume miskini, wasumbuka, wangawa pewe mtaji waande biashara. Sisi akili yetu yote tumeekeza kwenye maharusi. Yao sasa gharama yatakwenda tenge, wanawake kununua kandu 10, 20, wanaume tukisikia Disemba kila mmoja huitukia. Kwa kuyua sasa nana atakuwa kila siku ataka nguo ya harusini. Alokuambia wewe ukivaa nguo mara 2 au mara 3 hutokubaliwa nani? Mimi siku zote waparai waambia wanawake, tafadhalini sasa yao ikiwa hamuna budi mkufanya harusi holi, lakini andikani, haturuhusu mtu kuvua shuga. Iwe yao holi au wenye holi ili atakaokodisha, lakini watu wakija waje na mashuga yao. Hakuna kuonekana kando, punguzia gharama. Lakini watu wamekuwa hawana akili. Nini anazo ataka kuonesha? Talipa kidogo kidogo, hii kando. Hata kwenye nguo watu wamekuwa hutukua loni. Nasallallahu salama wa afya. Tuwate tupatikana na matatizo sisi Waislamu. Riba tumekuwa katika mambo, kila mambo lazima riba ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu, nimependa kuwatanabahisha jambo la ndoa tuliangalia kwa mtazamo wa kisharia. Tusiangalie kwa mtazamo tutakao sisi. Sharia imeweka ndoa ni kitu muhimu, watu waoane, na imeweka kwamba mume ampe mke mahari. Lakini imemtaka mke amsahilishie ule mume katika kule kumwekea kile kima. Hajizanyi yeye. Si urdha, si bidhaa kwamba yapigwa bei. Na wewe mwanamke kila ukiweka kima, ule mwanamume kisha kwambia hey, huyo nilikununua mimi. Lakini ule mwanamume akiwa mimi nimemuoa mke wangu kwa 3,000, kila akitaka kumkosea miskini, angalia ule kijana alinikubali mimi, alikubali utu wangu, hakukubali pesa zangu. Kini hey, usinitolee koromo. Yuzi mmeifuta akaunti yangu kwa ajili yako wewe, punda wahid, we kalbu wahid. Huona amekununua. Wewe na ile gari loko nde hamuna tofauti. Ile mmeitolea cheki na wewe mmekutolea cheki. Lakini akiangalia kijana cha watu, hakukuandika gharama yoyote. Amekubali wewe kwa ule utu wako na dini yako. Kwa hiyo wazazi, tuweni makini. Mabinti, tuweni makini. Kadhalika nukta nyingine ambayo kwamba nataka niigusie hapa. Jamanini, wasoolewa ni wengi, wasooa ni wengi. Kila mmoja hucha kutia mkono kwa kuyua gharama. Mimi naamini lao kutatoka ofa, nene Disemba hii ni ofa, ndoa bila mahari, atakaye kuoa bila mahari au atakaye kuongeza wako tayari watu kubanana, au lewe ni mke wa 2, ni mke wa 3, ni mke wa 4, apate stara. Ajabu ni kuwa kuna wanawake hukubali kubanana kwa haramu, lakini hakubali kubanana kwa halali. Nasallallahu salama wa afya. Kuwa mwanamke ataka, kuwa mke hataki, kitu ambacho hakiingiliki akilini. Kwa hiyo wanawake
ni wengi zaidi, na wasolewa na wanaume wasooa ni wingi. Tatizo liko kwenye gharama. Hela teremsheni gharama, muangalie. Utasikia harusi kila siku, harusi sisi mpaka Disemba tu. 3 ni uzuri. Yoyote mwenye binti au binti mwenyewe ameona mtu mwenye khairi, ampeke posa yeye, si aibu. Sayyidina Abubakar ni Siddiq alikwenda kumposa Sayyidina Umar bin al-Khattabi. Hafsa alipoapa alikwenda kwa Sayyidina Abubakar akamwambia, "Ndo nkozeshe mwanangu, Hafsa hana mume." Kwa sababu aliona Sayyidina Abubakar ni mume astahiki. Sayyidina Abubakar akamwambia, "La, mimi sitaki kuoa." Likamchoma Sayyidina Umar, "Huu ni rafiki yangu, chanda na pete wa kunistiria mwanangu ni yeye." Akaya kwa Sayyidina Uthmani, Sayyidina Uthmani akamjibu namna hiyo hiyo. Akaya kwa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali akamjibu namna hiyo hiyo. Likamchoma akaya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, umeona marafiki zangu, mimi mmewapigia debe mwanangu waniolee, hawataki." Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Inshallah Mungu atampa mwanao mume bora kushinda wao." Mtume ikawa mwenye kumuoa Hafsa. Lao Sayyidina Umar hakutoka kumpigia debe, angempata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni sunna, wanazuoni watuambia, ukimwona mtu mwema umtake akuposee binti yako, mwambie, "Ndo fulani kijana, muona kijana na istikama yake, mwanangu huyo wewe, kwa nini? Ndo mimi nikuozeshe binti yangu." Au binti, "Baba, mimi nataka fulani ayekunioa," au "Fulani ndo kwetu nioe, sitaki chochote, mimi nataka uniete mswahafu tu au juzu ya amma." Lakini leo wako tayari akupendao akutumie message ya kuonesha kwamba akupenda, lakini hako tayari kukwambia ndo nioe. Na hii ni kinyume na sharia. Kwa hiyo napenda kuwatanabahisha wazazi na kadhalika mabinti. Lingine la mwisho, ningeomba wale ambao kwamba wanachama sijui cha fulani, kuna zama tofauti hapa za kusimamia maendeleo. Hakuna maendeleo kama katika maendeleo ya Kiislamu katika ndoa. Natamani kuwekwe masemina kwa wale watakao kuoa, maskuli hufungwa, kuwekwe hata kama ni siku 3, mabarobaro wafundishwe ndoa ni ipi katika sharia na changamoto zinazopatikana katika ndoa, na mabinti kadhalika wafundishwe. Sio kwenda kufundishwa kuipamba tu, na hawa sio kwenda kufundishwa maskani kaambiwa kwamba wewe uoa sasa wataka uwe mume siku zote sauti yako iwe yu. La, kuwekwe masemina, waalikwe mashekhe wae kufanya mihadhara na kuelezewe zile changamoto, ili vijana wakiingia katika ndoa kila mmoja iwe wajibu wake ni nini kwa mwendani wake. Wasielezewe upande mwingine. Sio ambiwe wewe mume mke wako lazima kusikilize yeye wa hilo tu. Hayui kwamba na yeye lazima awe mpole,